Asante sana. Studio zetu za Dar es Salaam, jijini Dar es Salaam, eneo la Mikocheni. Flora Mwano tumekupata vizuri kutoka Mikocheni. Nami mtazamaji ni kualike moja kwa moja kutoka Dar es Salaam hadi hapa makao makuu ya taifa. Kumbuka tuko katika maadhimisho ya wiki ya maziwa mwaka 2020 kitaifa mkoani Dodoma, na hii inafanyika kwa njia ya kielektroniki. Na hata katika huu ukumbi wetu utaona wadau ni wachache kabisa, na hii ni kutokana na kudhibiti kuenea kwa virusi vya corona. Kwa hiyo imebidi wadau wawe wachache wakiwakilisha wadau wengine nchini Tanzania. Na hapa tulipo tuko katika ukumbi wa Hazina jijini Dodoma, tukiendelea kumsubiri mgeni rasmi. Atakapoingia hapa basi taratibu nyingine zote zitafuatwa, na atazungumza na Watanzania na watu. Kumbuka hii pia kuna bodi ya maziwa, tathnia ya maziwa. Kwa hiyo atakuwa anazungumza na Watanzania. Tutapata kusikia changamoto zinazokabili bodi ya maziwa, tutaona mafanikio yaliyopatikana, na utakumbuka haya maadhimisho yanafanyika kila mwaka. Pengine mtazamaji ni kupitishe kidogo katika maadhimisho ya wiki hii ya maziwa mwaka 2020 kitaifa hapa mkoani Dodoma yanayofanyika kwa njia ya kielektroniki. Labda nikupe angalau dondoo kidogo ya umuhimu wa kunywa maziwa. Unaweza ukafikiri kunywa maziwa labda ni luxury, lakini kumbe ni kitu muhimu sana katika uhitaji wa mwili wako. Maziwa yana viini lishe vya kutosha vya kuupa mwili mahitaji muhimu kama nitakavyokuwa na kuelekeza. Na tayari mgeni rasmi ameshawasili katika ukumbi huu na wadi katika kiti chake ni naibu waziri Wizara ya Mifugo na Uvuvi Abdalla Ulega. Tayari meza kuu imeshasheheni waliotakiwa kuketi pale, na punde tu nitaendelea kukupa yatakayojiri hapa. Wiki ya maziwa oye! Wiki ya maziwa safi! Wadau wote wa sekta ya maziwa oye! Asante sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, naibu waziri wa mifugo na uvuvi Abdalla Ulega, Mheshimiwa mbunge, Mheshimiwa mwakilishi wa katibu mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi Dr. Felix Nandonde ambaye ni mkurugenzi wa uzalishaji na masoko, Mheshimiwa msajili wa bodi ya maziwa Dr. Sofia Mlote, Mheshimiwa katibu tawala wa mkoa wa Dodoma Mheshimiwa Kesi Maduka. Napenda pia kutambua uwepo wa mstahiki nia wetu wa Dodoma Profesa Mwamfupe, lakini pia napenda kutambua uwepo wa mwenyeji wetu mkuu wa wilaya Dodoma Mheshimiwa Patrobas Katambi, waheshimiwa viongozi wote mliopo, wakuu wa idara, wadau mbalimbali wa sekta ya maziwa mliopo hapa, na wale ambao wanatufuatilia kupitia matangazo ya moja kwa moja ya televisheni ya taifa, wanahabari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Mheshimiwa mgeni rasmi, tupo hapa kwa ajili ya maadhimisho ya wiki ya maziwa kwa mwaka huu, na leo ndio siku ya ufunguzi. Kauli mbiu ya maadhimisho yetu inasema maadhimisho ya wiki ya maziwa kwa mwaka huu 2020, chagua viongozi bora kwa maendeleo ya tasnia ya maziwa. Wote tunajua kwamba Mheshimiwa mgeni rasmi tunaelekea katika uchaguzi mkuu. Sasa tunahitaji viongozi ambao watatuwekea mkazo zaidi katika kuhakikisha kwamba tasnia ya maziwa inasonga mbele. Na sasa basi, kabla ya kuendelea, moja ya malengo makubwa ya maadhimisho haya, Mheshimiwa mgeni rasmi na waheshimiwa viongozi, ni swala zima la kuhamasisha unywaji wa maziwa. Kuhamasisha unywaji wa maziwa. Jamii yetu ihamasike kunywa maziwa. Maana mpaka sasa unywaji wa maziwa ni wa kiwango kidogo mno. Kwa hivyo sasa tupate tangazo linaloonyesha uhamasishaji wa unywaji wa maziwa. Maisha ya kila mtu huanza kwa kutegemea maziwa. Kulingana na takwimu, mtu anatakiwa kunywa angalau wastani wa glasi 2.5 za maziwa kila siku.
Maziwa yana virutubisho vingi kama vile protini, vitamini na madini muhimu ambayo huupa mwili nguvu na afya njema. Maziwa ni mlinzi wa afya yako. Maziwa ni kiburudisho. Je, umekumbuka kunywa maziwa leo? Naam, hilo lilikuwa ni tangazo la uhamasishaji kunywa maziwa. Tupige makofi. Makofi. Naam, Mheshimiwa mgeni rasmi na waheshimiwa viongozi, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, kama mlivyosikia, tunahitaji kunywa maziwa. Maziwa ni afya, maziwa ni kiburudisho. Kwa mwaka mmoja tunatakiwa tunywe maziwa lita 200, lakini kwa sasa hivi tuko lita 54. Kwa hivyo bado kuna kazi kubwa inatakiwa kufanyika ili tuhamasishe wananchi, jamii kwa ujumla kujenga tabia ya kunywa maziwa, pamoja na kwamba wanakunywa vile vinywaji vingine, lakini kwenye maziwa kuna faida kubwa zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa kuendelea sasa tupate utambulisho ili tuweze kujuana tuliopo hapa. Kwa heshima na taadhima, Dr. Sophia Mlote, msajili wa bodi ya maziwa, karibu kwa ajili ya utambulisho. Tumpigie makofi. Na kama nilivyosema, Mheshimiwa mgeni rasmi, shughuli hii inaonyesha moja kwa moja na televisheni ya taifa TBC. Kwa hivyo wananchi na wadau wa tasnia hii ya maziwa wanafuatilia nini kinachoendelea, hasa wakati huu taifa linapopambana na ugonjwa huu wa corona. Karibu mkuu kwa ajili ya utambulisho. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, naomba niwatambulishe meza kuu kama ifuatavyo. Kwanza nimtambulishe katibu tawala wa mkoa wa Dodoma ambaye tumeshirikiana naye katika kuandaa maandalizi haya, ndugu Maduka Kesi. Lakini nitambue pia kumtambulisha Mheshimiwa Stahiki Meya wa Dodoma, Profesa Davis Mwamfupe. Naomba nimtambulishe mkuu wa wilaya ya Dodoma, Bwana Protobas Katambi. Naomba nimtambulishe mwakilishi wa katibu mkuu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, Dr. Felix Nandonde. Naomba sasa niwatambulishe wasimame kwa pamoja wakurugenzi wote wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi. Naomba niwatambulishe wadau wa tasnia ya maziwa ambao leo hii wapo hapa kwa ajili ya sherehe hii ambayo kwa kweli inawahusu sana. Kwa pamoja naomba msimame wawakilishi. Ndugu mgeni rasmi, ninaomba pia mwisho, lakini sio mwisho kwa umuhimu, niwatambulishe waandishi wa habari ambao ni watu wamewezesha hafla hii kufanyika kwa mara ya kwanza kwa njia ya kidijitali, na hapa nchi nzima leo wanaona maadhimisho haya na kufuatilia kwa njia ya televisheni. Naomba msimame kwa pamoja. Asanteni sana. Nashukuru. Asante, tumpongeze kwa makofi mingi Dr. Sophia Mlote, msajili wa bodi ya maziwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, waheshimiwa viongozi na wadau wote mnaotufuatilia, ni hakika kwamba maziwa yana faida kubwa katika mwili wa binadamu. Najenga afya, lakini pia tasnia hii huko tunakokwenda na wakati huu tunapohamasisha uwekezaji katika viwanda, kwa hivyo ni eneo moja hapo ambalo tukilitumia vizuri tunaweza tukaweka uwekezaji huko. Lakini sasa ili uwe na viwanda vya sekta ya maziwa unahitaji kuwa na maziwa mengi. Ili uwe na maziwa mengi unahitaji kuwa na ng'ombe bora, sio wale ng'ombe wetu tuliowazoea. Ndio maana serikali inahakikisha kwamba inafanya jitihada tuwe na ng'ombe bora watakaokuwa wanatoa kiwango kikubwa cha maziwa. Sasa mkulima ananufaika, lakini pia taifa zima linanufaika. Mheshimiwa mgeni rasmi, tunaendelea na sasa tupate kibwagizo kutoka kwa wasanii. Yote haya ni katika kuhamasisha swala zima la unywaji na matumizi ya maziwa. Enjoy myself kunywa maziwa. Kunywa. Ndoto yangu ni wewe tu pia
ya kunywa. Kunywa tu enjoy tu kwa wakati. Auntie. Hii maziwa sio ya watoto tu. Hii maziwa ya watu wote. Haki ya Mungu. Ndio. Inaleta protein, vitamini na kujenga mwili. Tunapata vitamini nini fresh. Mwili unakuwa basi mimi ndio maana kama sina akili sasa hivi kama zinaingia zinatoka. Uniona siku nyingine na kuokora. Namna hii. Asubutu tunakunywa maziwa kwa afya. Naam, tupige makofi. Makofi. Mheshimiwa mgeni rasmi, tumeona mtoto huyu mdogo anazungumzia umuhimu wa maziwa, na anasema kwamba maziwa si kwa ajili ya watoto tu, maziwa ni kwa watu wote, lakini pia anataja vitu vinavyopatikana katika maziwa. Ametaja protini, ametaja vitamini, lakini pia swala zima la kujenga mwili. Kwa hivyo hii tunahamasisha kwamba jamii ijenge tabia kunywa maziwa, na hasa tunapotaka kuenda kwenye uchumi wa kati, jamii lazima iwe na afya bora. Sasa moja kati ya vitu vinasababisha uwe na afya bora ni matumizi ya unywaji wa maziwa. Kwa heshima na taadhima, hebu sasa tupate taarifa ya maendeleo ya tasnia ya maziwa hapa nchini, na nimkaribishe Dr. Sofia Mlote, yeye ni msajili wa bodi ya maziwa, aweze kutuongoza tuko katika hali gani, matarajio yetu ya baadaye ni yapi, na tuna mikakati gani zaidi ya kuhakikisha kwamba tasnia hii inasonga mbele. Karibu Dokta. Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Mheshimiwa Abdalla Hamisi Ulega, Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi, waheshimiwa wakuu wa wilaya mliopo, Profesa Davis Mwamfupe, mstahiki meya wa mkoa wa Dodoma, wenye viti wa halmashauri ya wilaya kama mpo, wakurugenzi watendaji wa halmashauri za wilaya hapa Dodoma kama mmefika, wakurugenzi wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, wadau wa tasnia ya maziwa, asasi za kifedha, wataalamu wa mifugo, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Awali ya yote napenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuweka hai na kutukutanisha hapa leo kuadhimisha wiki hii ya maziwa, ikiwa ni mara ya 23 mfululizo tangu kuanzishwa kwake na kipekee kwa njia hii ya kielektroniki. Nashukuru sana. Mheshimiwa mgeni rasmi, Bodi ya Maziwa kwa masikitiko makubwa katika kipindi hiki cha maandalizi ya wiki ya maziwa ilimpoteza Bwana Deogratius Mlai, meneja ya ufundi aliyefariki tarehe 10 mwezi wa 5 mwaka 2020, na Bwana Julius Mshana ambaye ni makamu wa mwenyekiti wa chama cha ushirika cha wafugaji wa ng'ombe wa maziwa TDCU mkoani Tanga ambaye alifariki tarehe 19 Mei 20. Bodi ya Maziwa Tanzania inaungana na watumishi wote wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi kutoa salamu za pole na rambirambi kwa ndugu wa marehemu. Ninaomba kwa ridhaa yako tusimame kwa dakika moja kuwakumbuka marehemu hawa. Amen. Naomba tukae. Aidha, naomba nitumie fursa hii kuwapa pole wote waliopoteza ndugu zao na wapendwa wao kutokana na ugonjwa wa COVID-19. Ninawaombea kila laheri wale ambao wameambukizwa ugonjwa huu ili Mungu aweze kuwapa afya njema mapema iwezekanavyo. Tuendelee kuzingatia maelekezo ya kitaalamu yanayotolewa na viongozi wetu mbalimbali kwa ajili ya tahadhari, huku tukiendelea kuchapa kazi kwa maendeleo ya uchumi wa nchi yetu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tasnia ya maziwa Tanzania katika mwaka huu wa fedha imefanya mambo mengi ya maendeleo kwa kutekeleza kazi mbalimbali katika maeneo ya uzalishaji, ukusanyaji wa maziwa, usindikaji na biashara ya maziwa. Kazi zote hizi zimefanywa na bodi kwa kushirikiana na sekta binafsi, yani wadau wa tasnia ya maziwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, Bodi ya Maziwa Tanzania imefanya mapitio ya sheria ya maziwa ya mwaka 2004 ili kuendana na mahitaji ya sasa. Sheria hiyo imepitishwa na Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambayo ilipitishwa na bunge hili mwezi huu wa 3 na kuruhusiwa kuanza kutumika katika mapitio hayo au marekebisho yaliyofanyika. Aidha, kanuni zifuatazo chini ya sheria hii zipo katika kwa mwanasheria mkuu wa serikali kwa ajili ya kupitia na kuidhinishwa ili zitumike kusimamia ipasavyo tasnia ya maziwa.
Pia kwanza ni kanuni ya usajili ya wadau wa maziwa, pili ni kanuni ya upangaji wa madaraja ya maziwa, tatu ni kanuni ya usafirishaji wa maziwa, nne ni kanuni ya ukaguzi wa maziwa, tano ni kanuni ya utekelezaji wa maziwa yasiyofaa, uteketezaji wa maziwa yasiyofaa, sita ni kanuni ya uingizaji na uuzaji wa maziwa kutoka nje ya nchi. Lengo la mabadiliko haya ni kuiwezesha bodi kusimamia tasnia ya maziwa kwa ufanisi zaidi na hivyo kuchochea maendeleo katika mnyororo mzima wa thamani. Mheshimiwa mgeni rasmi, ukaguzi wa usajili wa wadau ni kazi ya msingi ya bodi ya maziwa. Katika kipindi cha mwaka 19-20, bodi imesajili wadau wapatao 708 wakiwemo wafugaji, wasindikaji, wafanyabiashara, wakusanyaji wa maziwa, wa vioski wanaouza maziwa katika maeneo mbalimbali hapa nchini. Aidha, katika kudhibiti biashara holela ya maziwa kutoka nje ya nchi, bodi ya maziwa imetoa vibali 699 vya kuingiza maziwa kutoka nje ya nchi vyenye jumla ya thamani ya milioni 16.6 vyenye thamani ya takriban shilingi milioni 26. Pia bodi ya maziwa imefanya ukaguzi katika mikoa ya Dar es Salaam, Arusha, Kilimanjaro, Tanga, Mwanza, Shinyanga na Mara kufanikiwa kukamata maziwa kiasi cha lita 7,581 vyenye thamani ya shilingi milioni 37,905,600 yaliyoingizwa nchini bila kufuata utaratibu. Vile vile bodi ya maziwa imeendelea kufanya ukaguzi wa kutoa elimu kwa wazalishaji na wafanyabiashara wa maziwa wanaozalisha hapa nchini katika mikoa ya Dodoma, Iringa, Tanga, Dar es Salaam, Morogoro, Mbeya, Njombe, Pwani, Mara, Mwanza, Shinyanga ili kuhakikisha wadau hawa wanafuata sheria, kanuni na taratibu zilizowekwa. Katika ukaguzi huo, lita 1700 za maziwa yanayozalishwa hapa nchini pia yaliharibiwa kwa sababu mbalimbali za kutokufuata sheria na taratibu. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili kuhakikisha majukumu ya bodi ya maziwa yanatekelezwa kwa ufanisi zaidi, Wizara ya Mifugo na Uvuvi kupitia bodi ya maziwa kwa kushirikiana na ofisi ya Rais tawala za mikoa na serikali za mitaa imefanya uteuzi wa wakaguzi wa maziwa 184 katika halmashauri zote nchini. Kwa sasa bodi inaandaa utaratibu wa kuwapa mafunzo wakaguzi hawa ili wasimamie ipasavyo tasnia ya maziwa katika nchi nzima. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kipindi cha Julai 19 hadi sasa tulipo, bodi imeendesha mafunzo kwa wadau 283 katika nyanja za uzalishaji, usindikaji, utunzaji bora wa maziwa na kuvijengea uwezo vikundi 19 vyenye wanachama 3182 katika mikoa ya Dar es Salaam, Mbeya, Mwanza, Morogoro na Pwani. Mafunzo haya yalitolewa katika maeneo ya utawala yani management, kiufundi yani technical backstopping na kifedha yani financial management. Aidha, katika kuunga mkono juhudi za serikali za kupambana na ugonjwa wa COVID-19, bodi ilitoa mafunzo ya namna ya kujikinga na kuzuia kuenea kwa ugonjwa huu kwenye maeneo ya ukusanyaji wa maziwa, ambapo jumla ya wasimamizi wa vituo vya kukusanyia maziwa 93 walipatiwa mafunzo hayo katika mikoa ya Tanga, Morogoro, Njombe na Mbeya. Mheshimiwa mgeni rasmi, bodi ya maziwa na dawati la sekta binafsi chini ya Wizara ya Mifugo na Uvuvi kwa kushirikiana na taasisi ya utafiti ya Dalberg ilifanya utafiti wa gharama halisi za uzalishaji, ukusanyaji na usindikaji wa maziwa ili kutatua changamoto ya bei ya maziwa ghafi nchini. Kutokana na utafiti huu, gharama ya kuzalisha lita moja ya maziwa imeonekana au imebainika kuwa ni shilingi 555 na gharama ya kukusanya maziwa ni shilingi 85, gharama ya kusafirisha maziwa ni shilingi 142 na gharama ya kusindika maziwa ni shilingi 607. Gharama hizi zinatoa faida ndogo kwa mzalishaji mdogo wa maziwa ikilinganisha na wadau wengine kwenye mnyororo wa thamani. Ili kupunguza gharama hizi, uzalishaji unaozingatia tija ni muhimu. Mheshimiwa mgeni rasmi, tasnia ya maziwa nchini imeendelea kukua kwa kiteknolojia ambapo hadi sasa bodi ya maziwa kwa kushirikiana na wadau mbalimbali wa maziwa imezindua mashine 4 za kuuzia maziwa yani milk ATM katika mikoa ya Arusha na Kilimanjaro ili kuboresha huduma za uuzaji wa maziwa zenye ubora na usalama zaidi kwa walaji. Kupitia mashine hizi, vijana na vikundi vya wanawake wamepata ajira ya kuuza maziwa yaliyosindikwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, bodi kwa kushirikiana na sekta binafsi imejenga vituo vya kukusanyia maziwa 13. Vituo 6 viko katika mkoa wa Ruvuma,
vituo 7 katika mkoa wa Pwani na Dar es Salaam. Aidha, bodi inaendelea kujenga kituo kimoja cha mfano cha kukusanyia maziwa katika halmashauri ya Mkuranga katika kijiji cha Mkiu. Kituo hiki kikikamilika kinatarajiwa kikabidhiwe na kusimamia na kikundi cha ushirika. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kuhakikisha wadau wa tasnia ya maziwa wanawezeshwa kukuza mitaji yao, bodi ya maziwa imeendelea kushirikiana na taasisi mbalimbali za kifedha ili kuwakopesha wadau mitaji au mikopo yenye riba nafuu. Katika kutekeleza jambo hili, bodi ya maziwa imeingia makubaliano na MOU na Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB ili kuwaunganisha wafugaji wadogo kupata mikopo na kuendeleza ufugaji. Katika kutekeleza azma hii, bodi imewezesha upatikanaji wa mikopo kwa vyama vya ushirika vya CHAWAMU na UWAMU mkoani Tanga kununua mitamba 76 na ujenzi wa mabanda bora 25. Mkopo huu wenye thamani ya shilingi milioni 236,745,000 umewafaidisha wafugaji 46. Lengo ni kufikia ng'ombe 300 wao wamekopeshwa katika mkoa wa Tanga na wafugaji wengi zaidi waweze kukopeshwa mitamba bora ya kutoa maziwa bora. Mheshimiwa mgeni rasmi, bodi ya maziwa imeendelea kutekeleza uhamasishaji wa unywaji maziwa kupitia maonyesho mbalimbali nchini, ikiwa ni pamoja na Sabasaba, 88, siku ya chakula duniani, unywaji wa maziwa shuleni na mabonanza ya michezo. Bodi ikishirikiana na biashara ya kimataifa Dar es Salaam, Sabasaba ilifanyika kuanzia 28 Juni hadi tarehe 10 Juni 20, ambapo wadau wa tasnia ya maziwa walipata nafasi ya kufanya mikutano na wafanyabiashara B2B. Lakini hata hivyo walipata nafasi ya kujifunza kuhusu teknolojia mbalimbali. Aidha, bodi ilishiriki katika maonyesho ya wakulima 88, ambapo ilikuwa mshindi wa kwanza kati ya bodi 8 za mazao zilizoshindanishwa. Pia bodi iliratibu programu ya unywaji maziwa shuleni iliyofanyika kitaifa mkoani Iringa tarehe 26 Septemba 2019, ambapo mgeni rasmi alikuwa Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Katika maadhimisho hayo, shule 10 zenye wanafunzi 3400 na wananchi zaidi ya 7000 walishiriki, na jumbe mbalimbali za uhamasishaji wa maziwa zilitolewa na kupokelewa na wananchi. Vile vile bodi iliandaa mabonanza ya maziwa yaliyohusisha mbio za polepole yaliyofanyika mwezi Disemba 2019 na Machi mwaka 2020, ambayo yalihamasisha wanamichezo kunywa maziwa baada ya kufanya mazoezi ili kurudishia viinilishe vilivyopungua baada ya michezo. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa ujumla tasnia ya maziwa imekuwa kutoka ng'ombe wa maziwa 1,294,000 mwaka 2018-19 hadi ng'ombe 1,950,000 mwaka huu wa 19-20, na uzalishaji wa maziwa umeongezeka kutoka lita bilioni 2.7 hadi lita bilioni 3 hapa sasa mwaka huu. Aidha, usindikaji wa maziwa umeongezeka kutoka lita milioni 70.9 kwa mwaka 18-19 na hadi lita milioni 74.3 mwaka huu wa fedha mwaka wa 19-20. Vile vile unywaji wa maziwa umeongezeka kutoka lita 49 kwa mtu kwa mwaka mpaka lita 54.7 kwa mtu kwa mwaka. Vituo vya kukusanyia maziwa vimeongezeka kutoka 195 mwaka 18-19 mpaka vituo 221 mwaka 19-20. Pamoja na maendeleo haya, bado tasnia ya maziwa inakabiliwa na changamoto mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kuzingatia sheria, kanuni na taratibu katika uzalishaji, ukusanyaji, usindikaji na ufanyaji biashara ya maziwa, uzalishaji usio na tija, kodi mbalimbali zinazoongeza gharama ya uzalishaji na miundombinu isiyo rafiki katika kukusanya na kusafirisha maziwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, tasnia ya maziwa ina nafasi kubwa ya kuchangia katika maendeleo ya Tanzania ya viwanda na uchumi ifikapo 2025. Kwa pamoja tunaweza. Shime tuzingatie sheria na kanuni katika uzalishaji wa maziwa. Tuzalishe zaidi, tusindike zaidi na tunywe maziwa zaidi. Asanteni kwa kunisikiliza. Dr. Sophia Mlote, msajili matarajio ya baadaye yakoje. Kubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba kwanza
tunazalisha maziwa kwa wingi, lakini pia tunamhamasisha mwananchi ajenge tabia ya kunywa maziwa. Sasa ili tuwe na maziwa kwa wingi, ndio hizo jitihada ambazo zinachukuliwa mbalimbali na serikali kuhakikisha tunakuwa na ng'ombe bora ambao watatoa maziwa mengi zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, wewe pamoja na Mheshimiwa Waziri na viongozi wengine wa wizara tumekuwa tukiwaona mkihangaika huku na kule kutoa elimu, lakini pia kuhakikisha kwamba wananchi wanaendelea kunufaika kupitia ng'ombe bora wenye kutoa maziwa mengi. Kwa hivyo jitihada hizi zinaendelea kufanyika na tayari kuna wananchi wameshafaidika na jitihada hizi za kuhakikisha kwamba wanakuwa na ng'ombe bora ambao wanawapatia maziwa mengi zaidi, na hivyo kipato chao kinaimarika na tunakwenda vizuri katika ile dhana nzima ya kuondokana na umasikini. Kwa heshima na taadhima, Mheshimiwa mgeni rasmi, hebu sasa tupate shuhuda kutoka kwa wafugaji bora wa ng'ombe wa maziwa. Hawa tutawaona wakielezea jinsi gani kumekuwa na mabadiliko katika ufugaji wao kuingia katika ufugaji huu bora, na tutamuona Bi Debora Jombe na Hilda Mroso, wafugaji wa ng'ombe wa maziwa kutoka Njombe na Arusha. Sababu tulikuwa hamna sehemu ya kuuza maziwa yetu. Kwa hiyo ng'ombe akishazaa ndama anakunywa na vile tunapeleka sokoni, lakini tulikuwa tunauza kwa bei ya sara. Zamani ng'ombe kwa mkamua mmoja kwa siku ilikuwa mkamua asubuhi lita 2, jioni lita 2. Unampa ndama lita 2, unabakiwa na lita 2, kwa hiyo ilikuwa ni hasara. Lakini kwa sasa hivi ng'ombe mmoja anaweza kumkamua lita 8 hadi 12 kwa siku. Lita 10 inapeleka kiwandani na lita nyingine itafanya kwa ajili ya matumizi. Kama unavyoona kwamba kumbukumbu zinanisaidia kujua kwamba ninakwenda mbele au narudi nyuma. Nilichokifanya nikachambua ng'ombe wachache ambao wanaweza kutoa maziwa mengi, nikawalisha hao wakashiba, wakatoa maziwa mengi kuliko kundi nilokuwa nao. Nilishakuwa na ng'ombe 14 ambao wanakamuliwa, lakini wale ng'ombe 14 wakawa wanatoa kwa siku lita 78 mpaka lita 80. Baadaye nilipopata ushauri kwamba inawezekana ng'ombe ni wengi mno, hebu nijaribu kupunguza. Nikafanya utafiti, nikaona ni kweli kwamba inawezekana mzigo ni mkubwa, kwa hiyo na ng'ombe wanakula, yani wanakula zaidi kuliko kipato. Maana matumizi yamekuwa makubwa kuliko mapato. Sasa hivi nina ng'ombe 8, lakini kwa sasa mpaka leo hii ninaowakamua ni ng'ombe 3. Lakini kwa siku asubuhi napeleka kiwandani maziwa lita 42 na jioni lita 36. Na hao wengine wana mimba, wanakaribia kuzaa, kwa hiyo kishazaa manake kutakuwa na ongezeko. Faida ya kwanza kabisa ambayo nimeipata ni kutokana na elimu. Kwamba nimepata elimu za aina mbalimbali. Elimu ya kwanza kabisa ambayo niliipata ni utunzaji wa mazingira. Elimu hiyo ilitokana na samadi ambayo ndio zawadi ya kwanza kabisa ng'ombe alianza kunipa kabla ya kupata maziwa. Eneo hili linalonizunguka lilikuwa ni kame sana, lakini kupitia samadi eneo limerutubika, nazalisha malisho, nazalisha matunda, kwa hiyo nimeongeza kipato. Lakini zawadi ya pili ambayo nimeipata kutokana na elimu hii ya ufugaji, kwamba ng'ombe amenisaidia kupitia maziwa kusomesha. Kwa maisha niliyokuwa naishi nisingeweza kusomesha, hata ile ada ya serikali nisingeweza kulipa. Kwa sababu uwezo wangu wa kilimo ulikuwa ni 1 eka, nao nilikuwa nalima kwa jembe la mkono. Lakini ng'ombe amenisababisha kupitia maziwa na kuuza ng'ombe, watoto wote wamesoma shule za private. Na ng'ombe wamewasomesha na kuwalipia ada. Lakini zawadi nyingine ambayo ng'ombe amenipa, ameniboreshea makazi. Hiyo nyumba mnayoiona sio niliyoishi kabla ya ufugaji. Kwamba hawa ng'ombe wamenijengea hiyo nyumba, wameniwekea furniture, yani wamenunulia kila kitu humo ndani.
Kwa hiyo ni ng'ombe wamefanya hayo yote, lakini pia wamenipa zawadi ya kufahamika na watu wengi. Wamenipa kutembea mikoa mingi Tanzania. Wamenipa zawadi ya kutembea mpaka nchi za nje. Nimeshafika Italy, ng'ombe wamenipeleka. Nimekwenda Italy, tumekwenda kuona wenzetu miaka 50 walivyokuwa na sasa walipo. Kazi ya ufugaji. Makofi kwa wingi kwa mashuhuda wetu hao. Sekta ya maziwa oye! Wafugaji oye! Ama kwa hakika mambo ni mazuri. Mama amefika mpaka Italy kwa sababu ya ufugaji. Lakini pia maisha yake imebadilika. Badala ya kufuga ng'ombe ambao unapata lita 2 asubuhi, lita 2 jioni, nyingine unamwachia ndama, hamna kitu. Kufuga kisasa kwa kutumia ng'ombe bora na elimu kutoka kwa wataalamu wetu, unapata mavuno mengi zaidi, unapata kipato zaidi, tunaondokana na umaskini. Na hizi ndio jitihada zinazofanywa na viongozi wetu wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi na serikali ya awamu ya 5 kwa ujumla inayoongozwa na Dr. John Pombe Magufuli. Makofi mengi na vigelegele. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa heshima na taadhima, sasa nimkaribishe mwakilishi wa Katibu Mkuu ambaye si mwingine Dr. Felix Nandonde. Yeye ni mkurugenzi wa uzalishaji na masoko, ili aweze kutusalimia kwa ufupi sana na hatimaye kukaribisha wewe mgeni rasmi. Karibu Dokta. Asante sana MC. Kama alivyozungumza MC kwamba mimi kwa majina naitwa Felix Adam Nandonde na ni mwakilishi wa Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, upande wa mifugo au sekta ya mifugo, Profesa Elisante Ole Gabriel, ambaye kimsingi alipenda sana kuwa na sisi leo na amenipa salamu moja kubwa sana kwamba ni katika wiki hii ya maziwa sisi kama wadau mimi ningependa hiyo salamu niifikishe. Mheshimiwa mgeni rasmi ambaye ni naibu waziri wa mifugo na uvuvi, Mheshimiwa Abdalla Ulega, rasi au katibu tawala mkoa wa Morogoro, ndugu Maduka Kesi, mstahiki meya Profesa Mwamfupe, mkuu wa wilaya ya Dodoma, Mheshimiwa Probus Katambi, wakurugenzi wa wizara na watendaji wengine wa wizara, mabibi na mabwana, waandishi wa habari, habarini za asubuhi. Leo kazi yangu ni fupi sana au ni ndogo sana, ni kumkaribisha tu mgeni rasmi. Lakini katibu mkuu aliniambia kwamba kabla haujafanya hiyo kazi ya kumkaribisha mgeni rasmi, ni vema ukazungumza mambo mawili ambayo ni salamu zake kwenu. Kimsingi amenielekeza niwaambie kwamba katika tukio hili ambalo leo hii Mheshimiwa naibu waziri utaenda kufanya ufunguzi wake, linaendeshwa mubashara, kwa maana ni moja kwa moja, lakini utapata nafasi Mheshimiwa naibu waziri kuzungumza na Watanzania waliopo sehemu mbalimbali ya nchi hii kupitia TBC, na katika hotuba yako utaenda kuzungumza kwa maana hao Watanzania wanajumuisha wanywaji wa maziwa, wazalishaji wa maziwa kwa maana wenye ng'ombe, lakini pia wasindikaji wa maziwa waliopo katika nchi hii pamoja na watunga sera. Tunaamini kwamba kupitia hotuba yako sio tu utaenda kuamsha ari ya unywaji wa maziwa nchini, bali itaenda kuleta chachu kwa wazalishaji wa maziwa kwa maana wafugaji. Lakini nitaka nichukue nafasi hii pia kuwashukuru mkoa wa Dodoma kwa maana mkuu wa mkoa wa Dodoma Dr. Benedict Mahenge na watendaji wake wote kwa maana ya katibu tawala na mkuu wa wilaya kwa kukubali kwa dhati kabisa kupokea kazi hii ya kuwa wenyeji wa shughuli hii ya wiki ya maziwa kitaifa mwaka 2020. Ndugu mgeni rasmi, wakati utaenda kuzungumza au kutoa hotuba yako, ni kwamba jambo moja ambalo ni kubwa ambalo lipo katika kauli mbiu ya wiki ya maziwa mwaka huu ni kwamba chagua viongozi bora kwa maendeleo ya tasnia ya maziwa. Na sisi kama wadau wa maziwa tunaamini kwamba tasnia hii haitaweza kusonga mbele kama tutawapata viongozi bora katika uchaguzi ambao tunaenda kufanya katika mwaka huu wa 2020. Kwa kusema hayo machache, ndugu mgeni rasmi, napenda nichukue jukumu la kukukaribisha rasmi ili uje kuzungumza na Watanzania
katika ufunguzi huu wa wiki ya maziwa. Asanteni kwa kunisikiliza na karibu sana Mheshimiwa Naibu Waziri. Makofi mengi na vigelegele. Tumpigie makofi mengi na vigelegele. Mtazamaji, huyu alikuwa ni Felix Nandonde kwa niaba ya Katibu Mkuu Wizara ya Mifugo na Uvuvi, na amemkaribisha Naibu Waziri. Mheshimiwa Mstahiki Meya wa Jiji la Dodoma Profesa Mwamfupe, ndugu Katibu Tawala wa Mkoa Dr. Kesi Maduka na Comrade Patrobas Katambi, mkuu wetu wa wilaya ya Dodoma, mkurugenzi wa uzalishaji Dr. Felix Nandonde na msajili wetu wa bodi ya maziwa Dr. Sofia Mlote, wakurugenzi wote kutoka wizara yetu ya mifugo na uvuvi, wadau wazalishaji wa maziwa nchini, wataalamu mbalimbali tuliojumuika hapa leo, mabibi na mabwana, assalamu alaikum. Bwana asifiwe. Ndugu zangu, awali ya yote na mimi nichukue fursa hii kwanza kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uzima, afya tele na huku tukiendelea kujenga taifa letu. Ndugu wadau wa tasnia wa maziwa na viongozi wote niliowataja hapa, na mimi nichukue fursa hii pia vile vile kumshukuru sana mkuu wetu wa mkoa wa Dodoma Dr. Binilith Maenge, lakini vile vile katibu tawala wetu wa mkoa na mkuu wetu wa wilaya, bila kumsahau Mstahiki Meya Profesa Mwamfupe kwa kukubali kuweza kushiriki nasi katika asubuhi hii ya leo katika jambo hili muhimu na adhimu kabisa la kuhakikisha kwamba tunaendelea kuijenga nchi yetu. Asanteni sana pia kwa kuendelea kukubali kuwa wenyeji wa tukio hili la kihistoria la kufanya shughuli hii ya wiki ya maziwa katika njia ya kielektroniki kama ambavyo tunafanya hivi leo. Dodoma hoye! Ndugu zangu, baada ya kutoa shukrani hizo, naomba sasa na mimi nitoe shukrani kwa bodi yetu ya maziwa, lakini vile vile kwa wadau wote kwa maandalizi haya mazuri, bila kuwasahau waandishi wetu wa habari ambao mmetufanya tuweze kuonekana nchi nzima siku hii ya leo, tena ni mubashara. Ndugu msajili wa bodi ya maziwa ameeleza mambo mengi hasa yanayohusu hali ya unywaji wa maziwa katika nchi yetu, na tumejiona kwamba bado tuko katika nafasi ya chini ya unywaji wa maziwa, ambapo tathmini tuliyoifanya kama wizara inaonyesha kuwa unywaji wa maziwa kwa mtu mmoja ni wastani kwa mwaka mzima lita 54 kwa nchi yetu ya Tanzania, ambapo mashirika yetu ya afya duniani na lile la chakula FAO yanasisitiza mtu mmoja anywe angalau lita 200 kwa mwaka mzima. Kwa hivyo tuna gap kubwa la unywaji wa maziwa, na hiyo ni kidunia, lakini ukienda kikanda bado tunaonekana tuko chini, kwa sababu kikanda tunatakiwa tunywe maziwa walao lita 74 kwa mwaka mzima kwa mtu mmoja. Ndugu zangu, ziko sababu nyingi ambazo zinaonekana kuwa zinaturudisha nyuma kwenye hatua hii ya unywaji wa maziwa, na leo hapa ni lazima nitasema baadhi ya mambo, na tena nitayasema kwa msisitizo mkubwa, ya nini kama Watanzania lazima tufanye kuhakikisha kwamba unywaji wa maziwa uongezeke. Tunazo kila sababu ya kuhakikisha kwamba unywaji wa maziwa uongezeke kwa ukuaji wa Tanzania ya viwanda, kwa ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Tumedhamiria, Mheshimiwa Rais ametueleza ya kwamba hii ni Tanzania ya viwanda, na sekta ya maziwa ni sekta endeshi, ni sekta uwezeshi katika kufikia uchumi wa viwanda. Na tena niwape tu taarifa ya kwamba tukifanya vizuri katika unywaji wa maziwa, basi maana yake tutakuwa na uhakika wa upatikanaji wa kipato kwa mwananchi mmoja mmoja, lakini kwa taifa letu lote kwa ujumla wake. Ndugu zangu, tazama jitihada ambazo tunatakiwa kuzifanya kama taifa la kuhakikisha tunakunywa maziwa kwa ajili ya uchumi wa taifa letu, kwa ajili ya uchumi wa mtu mmoja mmoja.
Hadi hivi sasa ukipita maofisini, ikiwa maofisi ya mawizara, maofisi ya wakuu wa mikoa, maofisi ya wakuu wa wilaya, wakurugenzi mbalimbali, maziwa yanayotumika bado ni maziwa ya unga. Ninaomba sana na ninasisitiza ya kwamba Watanzania lazima tuwe na wivu wa maendeleo kwa ajili ya taifa letu. Ni lazima tuongozwe na uzalendo. Mheshimiwa Rais wetu Dr. John Pombe Joseph Magufuli ametupa ari kubwa sana ya uzalendo wa kupenda vya kwetu. Makampuni mbalimbali, viwanda mbalimbali katika taifa letu vinafanya jitihada zote za kuhakikisha zinazalisha maziwa ya kutosha. Ni aibu kubwa kuingia katika ofisi za serikali hivi leo na kuendelea kuona bado tunakunywa maziwa ya unga yaliyowekwa katika makopo, wakati sisi wenyewe tunazalisha kwa mwaka mmoja ng'ombe wetu wa asili na wale ng'ombe wa kisasa jumla ya lita bilioni 3 za Watanzania walioko vijijini wanaozalisha maziwa hayo. Ninawaomba viongozi wote wa ngazi mbalimbali, wa mikoa, wa wizara, wa kitaifa, wa mawilayani, viwandani, mashirika binafsi, makampuni mbalimbali, ni lazima tuchukue hatua ya makusudi kama kweli tunataka kuhakikisha nchi yetu inasonga mbele, kwa kuamua kwa dhati kabisa kununua bidhaa zetu za Tanzania, hasa maziwa yanayozalishwa na viwanda vyetu vya ndani, Tanga Fresh, Asas, Milcom, Azam, Njombe na vinginevyo. Viko viwanda vingi vinafanya kazi hiyo ambavyo sisi tunahitajika tuweze kuviunga mkono kwa ajili ya uchumi wa taifa letu. Tanzania hoye! Lakini vile vile hili litawezekana kwa kuwa dhamira na nia ya dhati tunayo, na kama nilivyosema ni kuwa hii ni aibu kubwa. Ukitazama mchango wa sekta ya maziwa katika taifa letu, sekta ya mifugo inachangia katika pato la taifa 7%. Lakini katika hiyo 7%, 30% inatokana na sekta ndogo ya maziwa, ambayo maana yake ni 1.2 ya pato zima la taifa linatokana na sekta ya maziwa. Kwa hivyo ukiuangalia mnyororo wa thamani, unaona kuwa sekta ya maziwa ina nafasi kubwa ya kuinua nchi yetu, ya kuweza kutufanya tufike kwenye kipato cha kati. Shime wa Tanzania wote tuhakikishe ya kwamba tunaweza kuinua uchumi wa taifa letu kwa kunywa maziwa yanayozalishwa na Watanzania, maziwa yanayozalishwa na ng'ombe wa wakina mama walioko vijijini, maziwa yanayozalishwa na vijana walioko vijijini, maziwa yanayozalishwa na wazee walioko vijijini kwetu. Ili nitalisisitiza sana pia tutakapofika pale katika eneo ambalo tunayo program maalum ya kuhakikisha kwamba tunasisitiza na kuhamasisha unywaji wa maziwa mashuleni. Nimetoka kueleza hapa kwamba sekta ya maziwa ni sekta wezeshi na ni sekta endeshi katika uchumi wa viwanda. Mwaka 2017-18 tulikuwa na jumla ya viwanda 76. Lakini hivi sasa tuna jumla ya viwanda 99. Kwa hivyo tuna zaidi ya ongezeko la viwanda vidogo, vya kati na vikubwa 20 katika taifa letu. Tujipongeze sana kwa jambo hili. Ziko sababu za makusudi ya kwa nini watu wamekubali kuwekeza katika viwanda vya uchakataji wa maziwa katika taifa letu. Moja ya sababu kubwa kabisa ni kusudi, ni uamuzi wa makusudi kabisa wa serikali ya awamu ya 5 inayoongozwa na Daktari John Pombe Joseph Magufuli, ya kile nilichokisema juu ya uzalendo. Maana Mheshimiwa Rais Daktari John Pombe Joseph Magufuli katika jambo kubwa alilofanikiwa ni kutupa shime na ari ya uzalendo kama taifa, na ni lazima sisi wa Tanzania tujifunze katika jambo la namna hii. Leo tumefanya mapinduzi makubwa ndani ya muda mfupi ya makusudi. Mwanzo tulipokuwa tumeanza kuzuia
watu wanaoingiza maziwa kwa wingi bila ya kulipa ushuru katika taifa letu kwa njia za panya. Wako watu ambao hawakutuelewa, lakini tulifanya kwa njia na nia makusudi ya uzalendo kwa taifa letu. Na mbali ya hilo, tukasema tutaweka kodi za makusudi za kuweza kuwapa kipaumbele wazalishaji wetu wa ndani. Na mimi binafsi, ndugu zangu wadau mbalimbali mliopo hapa, wala sioni haya linapofika jambo la taifa langu. Ninasema wazi wazi kwamba tunafanya mambo mengine kwa makusudi kabisa kwa ajili ya kufeva viwanda vyetu vya ndani. Na tunawashukuru sana wadau wetu, wazalishaji wetu wa ndani. Tulipofanya mapinduzi haya ya kubadilisha kwa ajili ya kuweka msisitizo wa kuwafeva wao wazalishaji wetu wa ndani, wametuitika vyema sana. Na ndio maana leo tunaona Asas ya pale Iringa inazalisha maziwa yanayokaa kwa muda mrefu, UHT. Wameitika wito wa serikali ya awamu ya 5. Hongereni sana. Na ndio maana tunaona leo Tanga Fresh wameingia katika kuzalisha maziwa ya kukaa kwa muda mrefu kwa maana ya UHT. Wameitika wito wa serikali. Hongereni sana. Na ndio maana tunaona kiwanda kipya cha Kilimanjaro Beverages Galaxy pale Arusha kimeanza kuzalisha maziwa yanayokaa kwa muda mrefu, yani UHT. Hongereni sana, na wadau wengine mbalimbali. Mnafanya kazi nzuri, na sisi serikali tutaendelea kutengeneza mazingira wezeshi na mazingira ambayo yatawafanya ninyi muweze kuendelea kuzalisha maziwa kwa wingi kwa kusudi la kulisha katika nchi yetu. Na nataka niwahakikishieni wazalishaji wote, kuanzia katika mnyororo wa thamani na kuanzia mpaka kwa wachakataji, bado gap la maziwa katika taifa ni kubwa sana, na tunahitaji kuzalisha zaidi. Na siku tutakapokuwa saturated, tutakapokuwa na maziwa mengi zaidi, serikali tayari tumejipanga vyema kuweza kufungua, unlock masoko ya jirani ya Kongo, Malawi na Mozambiki. Huko kuna masoko makubwa, na mimi nataka niwahakikishieni wazalishaji, mkiwa tayari, serikali iko tayari kuungana nanyi kuhakikisha kwamba tunakwenda kuwalisha wenzetu kwa ajili ya export ya maziwa kwenda Kongo, maziwa kwenda Mozambiki, maziwa kwenda Malawi, ili mradi tuweze kupata foreign currency kwa uchumi ule tunaoendea, uchumi wa kati. Kwa hivyo shime wazalishaji wote kuanzia ngazi ya wafugaji kule chini na mpaka wachakataji wa maziwa, muweze kujipanga vyema kwa fursa hii kubwa ambayo taifa letu inaelekea sasa hivi. Niwapongeze sana bodi ya maziwa, lakini vile vile na wadau mbalimbali, wakurugenzi katika sekta yetu hii ya maziwa. Tunayo program, ndugu viongozi, nimefurahi sana leo hapa yuko katibu tawala wa mkoa na mstahiki meya na mkuu wetu wa wilaya. Tazama, tunayo program kama vile ya unywaji wa maziwa mashuleni. Ndugu zangu wa Tanzania, unywaji wa maziwa mashuleni ni moja katika mkakati uliowasababisha nchi mbalimbali kufanikiwa kwenye uzalishaji wa maziwa na kufanikiwa katika sekta ya maziwa. Niwapeni hesabu za rahisi tu. Kwa mfano, sisi leo hapa katika taifa letu tuna uwezo kwa siku moja kupitia vituo vyetu vya ukusanyaji wa maziwa tulivyo navyo 221. Tunao uwezo wa kukusanya lita zisizopungua 350,000 ambazo zitaingia katika kuchakatwa kwenye viwanda vidogo vidogo, viwanda vya kati na viwanda vikubwa. Tukisema watoto wa taifa hili wasiopungua 500,000 wanakunywa maziwa kila siku angalau nusu lita, maana yake ni kwamba tutakuwa na uwezo wa kupeleka mashuleni lita 250,000. Na tukifanya hivi, kwanza tutajenga utamaduni wa watoto wetu kuzoea na kunywa maziwa kila siku watakapokuwa wadogo mpaka watakapokuwa watu wazima. Maana leo huwezi kuanza kumlazimisha mtu kama Profesa Mwamfupe, mtu mzima hapa,
wa miaka 60-70 kuanza kumfundisha tabia ya kunywa maziwa. Hii ni lazima tuijenge utamaduni huu kuanzia utotoni. Kwa hivyo hili ni lazima tuliitike wote, na si jambo la shule za serikali peke yake. Ni lazima liende mpaka katika shule binafsi, private schools, wote waitike wito huu wa serikali. Tukifanikiwa kuhamasisha na wote mkakubali kuingia katika uchumi huu wa maziwa, nchi yetu itasonga mbele sana. Tunahangaika leo kupitia vyanzo mbalimbali vya mapato. Ni lazima tumsaidie Mheshimiwa Rais. Tunamwona namna anavyopambana kutafuta vyanzo vipya vya mapato kila kukicha. Lakini tunazo bado fursa nyingi sana kama taifa ambazo zitatufanya taifa letu kweli liweze kufika katika ule uchumi wa viwanda, uchumi wa kati na sio mbali 2025. Na hii programu ninayosema hapa, tukijipa muda wa mwaka mmoja tu, kwamba private schools zote zimekubali kuingia katika utaratibu wa kununua maziwa kwa ajili ya wanafunzi. Tukikubaliana ofisi zote za serikali zikaingia katika utaratibu wa kuacha kabisa kutumia maziwa yale ya unga katika makopo. Ni aibu kwamba kila Mtanzania aone ni aibu. Lazima niwaambieni ukweli kwamba makampuni yetu ya uzalishaji wa maziwa yanafahamu fika kwamba mtu anapokwenda kununua lita moja ya maziwa ya maji, anaweza kawa anatumia nusu lita tu kwa ajili ya kunywa. Yale yanayosalia hayaharibiki. Kwa hivyo wala usiwe na wasiwasi kwamba yataharibika. Hayataharibika. Unayafunga vizuri, kesho utayakuta tena na utayatumia. Hakuna kuharibika. Lakini kutokana na kujua hitaji la soko, ndio maana wazalishaji wetu wa maziwa wameamua kwa dhati kabisa kuzalisha nusu lita pia vile vile. Sasa wewe unakwenda kung'ang'ana kununua maziwa ya kopo ya unga. Tena maziwa yenyewe huwezi kuyachemsha isipokuwa mpaka uchukue maji uende kuchanganya. Unaongeza gharama. Kwa nini ufanye hivyo? Na huo unaochukua uchumi unakwenda kuupeleka nje ya taifa letu. Ni lazima sisi wa Tanzania tukatae kuendelea kuwa ni wanunuzi tu. Ni lazima tununue vya kwetu. Hili jambo lisisitiza sana katika kuhakikisha kwamba tunajenga uchumi wetu. Naomba niwasisitize wa Tanzania, maendeleo ya nchi yetu ambayo yameoneshwa kwa dira na kwa makusudi kabisa na Mheshimiwa Rais wetu Daktari John Pombe Joseph Magufuli, lazima tuyaunge mkono sisi wenyewe kwa vitendo. Na kwa kutumia fursa hii ya jukwaa la wadau wa maziwa na wiki hii ya maziwa, leo nikiifungua hapa Shime, na kwa kweli mstahiki meya na katibu tawala wa mkoa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, mimi ninatamani kama tufanye operation vile ya ofisi kwa ofisi, twende tukakaguane. Kwa nini wewe mstahiki meya au mkuu wa wilaya au katibu tawala wa mkoa unatumia maziwa yameandikwa sijui Nido sijui kitu gani huko? Kumradhi, ninataja majina ya biashara za watu, lakini kwa kusema ukweli, kwa utaifa na kwa uchungu nilionao na kwa kazi kubwa ambayo tunayo sisi ya kufanya, wala sioni haya ya kwamba ni aibu kubwa sana kuendelea kuona mtu anaacha kunywa maziwa yanayozalishwa na Watanzania wa Njombe, Arusha, Kilimanjaro, Pwani, anakwenda kuchukua maziwa huko yasikojulikana yanatoka. Alafu mtu huyo anaendelea kulalamika juu ya maendeleo ya taifa letu. Ni aibu sana. Kwa hivyo Shime, watu wote tufanye jitihada za makusudi, tujiangalie na kujikagua sisi wenyewe. Makampuni, watu wa timu za mpira, kama nilivyosema, majeshi na wengineo wote, maofisi yetu yote lazima yajikague. Mheshimiwa mstahiki meya wa jiji la Dodoma, katibu tawala wa mkoa na Mheshimiwa mkuu wa wilaya, tumefanya serikali hatua nyingi sana ukiacha hizi za uhamasishaji. Na naomba niwaambie wazalishaji wetu wa maziwa ya kwamba ninyi msifanye kazi ya kushindana
Kushindana, mshindane kwa ajili ya kutoa kilicho bora. Lakini ninyi wenyewe humu ndani katika tasnia, kwa maana ya jukwaa letu la wadau wa maziwa, mshirikiane ipasavyo. Fursa bado ipo kubwa sana katika taifa letu. Tanga Fresh asiwe na uadui wa Asas. Asas asiwe na uadui na Galaxy. Galaxy asiwe na uadui na Azam. Azam asiwe na uadui na Milcom. Wote ninyi muweze kushirikiana. Fursa ya uzalishaji katika taifa letu bado ni kubwa sana. Na kama nilivyosema, si ndani tu ya taifa letu, lakini bado tuna fursa ya mipaka. Mozambiki, Malawi, Kongo, wote wanataka maziwa. Na uchumi wa maziwa katika taifa letu unawezekana. Mmeona jitihada za makusudi zinazofanywa na Mheshimiwa Rais. Uchumi wa samaki unafunguka sasa. Tumefanikiwa kufanya kazi nzuri ya kudhibiti uvuvi haramu, na sasa minofu ya samaki kila mtu anaiona katika taifa letu inasafirishwa kwenda katika mataifa ya mbali huko duniani. Tujipongeze sana. Na mmeona tunafanya marekebisho makubwa ya kisheria ya kuhakikisha kwamba tunatumia ile blue economy, uchumi wa bahari, katika kuhakikisha ya kwamba tunafanikisha jambo hili. Na serikali ya awamu ya 5 imefanya jitihada za makusudi pia vile vile katika kufuata ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi ibara ya 25 inayotuelekeza kuunda vyama vya ushirika, ambavyo tumefanikiwa kuunda vyama vya ushirika na tayari tumeviunganisha na mikopo ya mabenki. Shukrani nyingi sana kwa TADB kwa kuweza kusaidia wa vyama vya ushirika kupata mikopo. Chama cha ushirika cha Chawamu na chama cha ushirika cha Uwamu pale Tanga kupitia TDCU vimepata zaidi ya milioni 250 kwa ajili ya kuweza kununua mitamba ya kisasa. Tunaongeza uzalishaji kwa kununua mitamba ya kisasa. Tumetoka mitamba 15,000 hivi sasa tuna mitamba zaidi ya 18,000 katika taifa letu. Hongereni wafugaji wote. Na tunakoelekea tunakwenda pazuri sana, kwa sababu tumefanya mabadiliko vile vile ya sheria zile zilizokuwa na kanuni mbalimbali zinazoonekana ya kwamba zina shida katika tasnia hii ya maziwa, tunazirekebisha kwa ajili ya kuweza kuwasaidia wachakataji wetu. Mimi nisisitize sana, huu mwaka ni mwaka wa uchaguzi, ni mwaka wa kuchagua viongozi bora, viongozi ambao wanaamini katika tasnia ya maziwa. Niwakumbushe ya kwamba mmoja katika machampion wa mabadiliko hayo ya tasnia ya maziwa na utumiaji wa rasilimali za nchi yetu ni Mheshimiwa Rais Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Kura nyingi sana za ndio kwa Mheshimiwa Rais Dr. John Pombe Joseph Magufuli ili tuweze kufikia Tanzania ya viwanda na Tanzania yenye uchumi wa kati. Sasa kwa kuwa hapa nimemuona mkuu wa wilaya yupo, na ningependa sana na yeye aweze kutupa salamu za wana Dodoma, kwa kuwa wamekubali kwa makusudi kabisa ya kuweza kutuweka hapa leo na wao kuwa wenyeji. Basi nisimalize mimi dakika zote hizi, nimpe nafasi na yeye aweze kusema kidogo, lakini niendelee kusisitiza sote kwa pamoja tukubali kutumia vile vilivyo vya kwetu. Tusiendelee kutumia vitu vinavyotoka kusikojulikana, wakati sisi vya kwetu tunavyo hapa vimejaa tele. Hebu tazama yale maziwa pale, mazuri sana yanayovutia. Yamejaa hapa mengi sana. Waandishi wa habari, naomba myaoneshe maziwa hayo yanayojaa hapa yanayozalishwa na Watanzania. Mazuri, yamewekwa katika package nzuri sana, yanapendeza. Tununue vya kwetu, na tutaanza kampeni rasmi ya ofisi kwa ofisi, nyumba kwa nyumba, nyumba kwa nyumba, mtu kwa mtu, ya kuhakikisha wote tunatumia maziwa yanayotokana na viwanda vyetu vya ndani. Asanteni sana, Mungu awabariki sana. Ninawashukuruni sana. Asante. Makofi mengi kwa mgeni wetu rasmi, Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi. Oye! Kampeni inakuja, ole wao wanaotumia maziwa ya unga. Karibu Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya. Dodoma oye! Tanzania oye! Magufuli oye! Mheshimiwa Naibu Waziri wa Mifugo na Uvuvi, kaka yangu Abdalla Ulega, Mheshimiwa Katibu Tawala wetu, mwakilishi wa Katibu Mkuu, wakurugenzi wote wa wizara, Mheshimiwa Mstahiki Meya, viongozi wote wa makampuni, taasisi ambao mmefika hapa, asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa Dr. Binith Atano Mahenge, nawakaribisha sana Dodoma, na nawashukuru sana Mheshimiwa Waziri kwa kuchagua Dodoma kuwa ndio iwe kitovu cha ufunguzi wa wiki ya maadhimisho ya wiki ya maziwa hapa nchini. Mheshimiwa Naibu Waziri na mgeni rasmi, mimi yangu ni machache. Tunakushukuru, mengi umetoa maelekezo na maagizo
yangu kwenu ni hamasa, Watanzania wote ambao wanatusikia. Namshukuru sana Mheshimiwa Dr. John Pombe Joseph Magufuli kwa sababu katika kipindi chake kwa kweli ameleta mabadiliko makubwa sana katika sekta nyingi sana. Leo tunaona wiki ya maziwa, tunahamasishwa kunywa maziwa na tunakusanya maziwa zaidi ya bilioni 3 lita kwa mwaka. Haya ni mapinduzi makubwa sana yasiyo na kifani. Manake viwanda vinakuwa, wafugaji nao pia wanapata faida, na umeona ushuhuda ambao umetolewa pale. Watu wanapelekwa nje ya nchi kujifunza, elimu inatolewa, mikopo inatolewa katika kila halmashauri ili watu waweze kufanya ufugaji. Na mimi nazidi kusisitiza katika hata halmashauri yetu ya Dodoma tumeendelea kutoa mikopo ya wajasiriamali. Vijana hakuna sababu za kusema kwamba huna ajira. Ajira tumeendelea kuzitoa na mikopo na mitaji imeendelea kutolewa. Kwa hiyo hata hizi fedha sisi kwenye jiji la Dodoma tunaona sasa tutaanza kukopesha ng'ombe kwa mwaka wa fedha utakaofuata. Watu tuwape ng'ombe waweze kuzalisha maziwa, na ng'ombe tunaweza tukapata ng'ombe, kila kitu kinatumika. Kuna ngozi pale, zinatengeneza vifaa mbalimbali, kuna pembe, kuna kwato, zote hizi zinaweza kutumika kutengeneza vifungo, gundi. Lakini ukienda kwenye maziwa ndo penyewe. Wakina mama wale kina dada, ndugu zangu wenye umri kama huu, Dr. John Joseph Pombe Magufuli ametukumbuka wale wa madada walembo. Kuna mlembo mmoja alikuwa anaitwa Cleopatra wa Misri, alikuwa anakunywa na kuoga maziwa. Ni mlembo haijawahi kutokea dunia nzima. Ni wakati sasa wa kutumia bidhaa hizi. Maziwa yanasababisha ngozi yako inakuwa nyororo. Maziwa yanaondoa cholesterol. Maziwa yanasababisha pia kupunguza magonjwa mbalimbali. Faida nyingi sana. Ukiangalia udhaifu wa mifupa, wataalamu wanaita osteoporosis, ule udhaifu wa mifupa, maziwa yanaimarisha. Maziwa yanaongeza nguvu zote. Mnazifahamu nguvu ambazo zinapungua watu wanalalamika, na maanisha nguvu za kilimo. Nguvu za kilimo kama zinakupungukia kwenye familia au shambani, wewe kunywa maziwa. Mpango mzima ndio huu unaohamasishwa sasa, tuende tukatumie maziwa. Lakini pia inaondoa na inasababisha kuondoa hata stress, msongo wa mawazo, kwa sababu maziwa yamethibitishwa kitaalamu. Lakini kuna kujenga mwili pia, unajenga mwili wako kwa kutumia maziwa. Na mnaona hata sumu, unaambiwa ukinywa sumu fanya nini? Piga maziwa. Kwa hiyo hata hii mdudu corona, unaona tuko vizuri Dodoma kwa sababu tunagonga maziwa kweli kweli. Tanzania tunagonga maziwa. Kwa hiyo hata hapo nilikuwa nashangaa Mheshimiwa mgeni rasmi kwamba watu wamevaa barakoa vipi wakati kuna maziwa mbele hapo. Tuendelee. Mungu awabariki sana, karibuni sana, na nawahamasisha tunywe maziwa wakati wote. Tupunguze hata idadi ya kunywa ile kiwango cha pombe. Tupige maziwa. Inasaidia akili na tunaweza tukafanya taifa letu kuendelea kiuchumi. Mungu awabariki sana, karibuni sana Dodoma. Kwa haraka katibu tawala wa mkoa, nawe tupate hata dakika moja, muda ambapo tuko live ama tuko mubashara kupitia TBC. Anasema tumeanza kukopa muda umeisha, lakini kwa heshima mheshimiwa, karibu. Mheshimiwa Abdalla Ulenga, mbunge, naibu waziri wa mifugo na uvuvi, Mheshimiwa Patrobas Katambi, mkuu wa wilaya ya Dodoma, Profesa Davis Mwamfupe, mstahiki meya wa jiji la Dodoma, Dr. Felix Nandonde, mkurugenzi wa uzalishaji na mwakilishi wa katibu mkuu Wizara ya Uvuvi na Mifugo, wakurugenzi na wataalamu wote wa Wizara ya Mifugo na Uvuvi, katibu Dr. Sofia Mlote, kaimu msajili wa Bodi ya Maziwa Tanzania, wadau wote wa maziwa, wafugaji, wenye viwanda, asasi za kifedha, wasambazaji na kadhalika, waandishi wa habari, wageni waalikwa, mabibi na mabwana. Tumsifu Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Assalamu alaikum. Asante sana. Mimi kwa leo hapa nina jukumu moja tu, ni kuwashukuru wale wote walionitangulia kuzungumzia shughuli yetu hii ya mwaka huu. Ninaelewa kwamba ni maadhimisho ya wiki ya maziwa ambayo ni katika mfululizo ni ya 23. Nawashukuru sana kwanza kwa kuchagua hasa Bodi ya Maziwa kwa kuchagua Dodoma kuwa mwenyeji wa shughuli ya mwaka 2020. Lakini nadhani kwamba
ipo sababu ya msingi kwa nini mlichagua Dodoma. Mlichagua Dodoma kwa ufupi sana na kwa uchache sana kwa mambo matatu. La kwanza ni kwamba ni mji na mkoa unaokuwa kwa kasi kubwa sana. Ni mkoa na mji ambao ni wa elimu. Ni kwamba sisi tuna watoto na wanafunzi wengi zaidi kwa sasa, lakini walio wengi wenye kipato na ambao wanahitaji maziwa kwa wingi. Kwa hiyo nilidhani kwamba mmechagua hili kwa sababu tuna nafasi hiyo. Lakini la pili, Dodoma ina fursa za kipekee. Ukiangalia kijiografia ndio katikati kabisa mwa nchi ya Tanzania, lakini na Afrika Mashariki na Kati. Kwamba ukiwekeza hapa, maana yake una uwezo wa kufikisha katika masoko yote kwa urahisi na kwa gharama nafuu zaidi. Kwa hiyo sisi kama mkoa tunawakaribisheni sana mje hapa muwekeze, kwa maana kama alivyozungumza mgeni rasmi, hasa ni kuongeza mnyororo wa thamani katika maeneo ambayo tunazalisha. Kwa hiyo hasa maziwa kama tunavyozalisha, tunavyofuga ng'ombe, nyama na kadhalika, kwa Dodoma na nafuu zaidi. Lakini kwa kipekee kabisa, Dodoma bado tuna maeneo makubwa ambayo yanaweza kuzalisha. Kwa hiyo sisi tunawapokeeni sana kwa hapa Dodoma. Kama mkoa wa Dodoma una mkakati wa kuendeleza viwanda. Na mkakati wetu umejikita katika kutumia kile tulichonacho. Tulichonacho kwa asili, mkoa wa Dodoma ni wa wafugaji. Kwa hiyo kwa kuleta wiki hii wiki ya maziwa kwa ujumla, sisi tunawakaribisheni sana, kwa sababu ndivyo mtakavyohamasisha na maendeleo ya ufugaji. Ufugaji tulionao ni ule wa kienyeji, lakini kwa wiki hii nadhani wananchi wa Dodoma watabadilika na kutumia fursa hii kwa uzuri zaidi. Mheshimiwa mgeni rasmi, umetuhamasisha sana kwamba tutumie mazao yetu ya ndani. Hili ni jambo ambalo ni lazima tulisukume kwa kadri inavyowezekana. Mheshimiwa mgeni rasmi na mkuu wangu wa wilaya anayemwakilisha mkuu wa mkoa hapa leo, niwashukuru sana kwa namna mlivyo itafsiri tafsiri ya wiki ya maziwa kwa mwaka huu, kwamba ni uchaguzi, na uchaguzi tuchague viongozi bora, na viongozi bora kwa Tanzania wanajulikana wanatoka wapi. Karibuni sana. Basi nimalizie kwa kuhitimisha, ni kuwahakikishieni kwamba Dodoma ni salama, mko salama, na wakati wote mkiwa hapa tuko salama. Nimalizie tena kwa kuwaomba sana bodi ya maziwa. Mmepeleka mashini zote za kama ATM hivi za maziwa, lakini mmeiacha Dodoma. Shule zote hizi zinahitaji hizo mashini. Karibuni sana, asanteni sana. Makofi mengi kwa katibu tawala wa mkoa. Kwa heshima na taadhima, mheshimiwa mgeni rasmi na wengine wote, naomba tusimame na kila mmoja achukue ama ashike maziwa yaliyopo. Tunyanyue juu, anayeweza kunywa anywe, anayeweza kunyanyua. Makofi na vigelegele. Sasa huo ndio uzinduzi. Hapana shaka sijui kama mheshimiwa mgeni rasmi kama una jambo wakati dakika hii moja hii, kama una lolote la mwisho. Karibu. Mtazamaji, huo ndio uhamasishaji wenyewe sasa, baada ya zile hotuba za viongozi wote kuhusiana na maadhimisho ya wiki hii. Kwa Tanzania kama mnavyoona, tunayo maziwa haya yote yanayozalishwa nchini hapa Tanzania. Ras ameshika maziwa yanayotoka Tanga Fresh, na niwape tu taarifa kwamba kiwanda cha Tanga Fresh kimepata
serikali ya awamu ya 5 imekisaidia kuhakikisha kwamba inazalisha maziwa ya muda mrefu, na hivi sasa mkakati wetu tayari TADB kwa maana benki yetu ya kilimo inapeleka mkopo mkubwa sana kwa ajili ya kuisaidia Tanga Fresh. Tunayo maziwa hapa yanaitwa Ndronga Women Dairy. Haya ni maziwa yanayozalishwa na wakina mama. Tunayo maziwa hapa yanayoitwa Kilimanjaro Fresh yanayotoka kule Arusha. Tunayo maziwa hapa ya Asas yanayotoka pale Iringa. Kwa hivyo haya yote ni maziwa tunayozalisha sisi wenyewe na tutakunywa hapa, na ndio maana nikasema tutafanya kampeni ya mtu kwa mtu, nyumba kwa nyumba, ofisi kwa ofisi, kiwanda kwa kiwanda, shirika kwa shirika, kuhakikisha kwamba maziwa ya Tanzania ndio yananywika, ili mradi tuweze kuhakikisha ile value chain, mnyororo mzima wa thamani uweze kukuza viwanda vyetu. Tunataka viwanda hivi vilivyopo viongezeke, ajira wa Tanzania iongezeke, na pato letu na kufikia uchumi wakati ni sisi wenyewe wa Tanzania. Hakuna mtu atakaye kuja kutusaidia kutoka nje kwa ajili ya jambo hilo. Lazima tufanye na tufunge mkanda katika jambo hili. Wapo watu watakao kasirika, lakini waache wakasirike kwa jambo hili kwa ajili ya uchumi wa taifa letu, kwa ajili ya Tanzania yetu. Na sasa tunakunywa maziwa kama ifuatavyo. Karibuni jamani, cheers. Maziwa oye! Tanzania oye! Mfugaji wa Tanzania oye! Haya, asanteni sana. Naomba sasa tuketi. Baada ya tukio hilo sasa tunakwenda lile la mwisho kabisa. Dr. Sofia Mlote, msajili wa bodi ya maziwa, atupe ratiba ya maadhimisho jinsi itakavyoendelea. Nashukuru sana ndugu MC, nashukuru sana viongozi wangu wote mlioongea hapa kuhamasisha maziwa. Maziwa hoye! Wiki ya maziwa juu! Unywaji wa maziwa safi! Mnakunywa maziwa? Kila mmoja anywe maziwa. Na nitangaze kwamba kila utakapoondoka maziwa yote mbele yako unaondoka nayo. Lazima unywe maziwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, naomba sasa nikushukuru kipekee sana kwa kuzindua wiki ya maziwa. Wiki ya maziwa 2020 yenye kauli mbiu inayosema wiki ya maziwa 2020, chagua viongozi bora kwa maendeleo ya tasnia ya maziwa. Bodi ya maziwa oye! Leo tumefanya uzinduzi. Kazi kubwa ilikuwa ni kufanya uzinduzi wa wiki hii. Kesho tarehe 29 mwezi wa 5 2020 kutakuwa na makala maalum ya wazalishaji maziwa ambayo yatatolewa kuanzia saa 4 asubuhi mpaka saa 5 asubuhi kwenye vyombo vyote vya mawasiliano, pia vyombo vya jamii, lakini bila kusahau magazeti, bila kusahau pia simu na vipeperushi mbalimbali. Tarehe 30 mwezi wa 5 2020 kutakuwa na makala maalum ya wasindikaji maziwa ambayo yatatolewa kuanzia saa 4 hadi saa 5 asubuhi kwenye vyombo vya habari. Tutamwona Asasi jinsi anavyosindika maziwa, tutamwona Tanga Fresh anavyosindika maziwa, tutamwona Galaxy and Food Beverages wa Kilimanjaro Arusha anavyosindika maziwa na kadhalika. Pia Milcom wa Dar es Salaam na Azam wa Dar es Salaam. Tuna viwanda 99, lakini tuna viwanda 5 vikubwa ambavyo vinazalisha maziwa, na viwanda vyote maziwa yake yako hapa mbele. Niwashukuru sana wa tasnia, wadau wa tasnia ya maziwa, maana ndio waliofadhili na ndio walioleta maziwa haya. Kunyweni maziwa kwa afya na maisha mazuri. Lakini tarehe 31 mwezi wa 5 tarehe 2020 mwaka 2020 tutaongozwa na mkuu wetu wa wilaya ndugu Patrobas katika Katambi, katika kugawa maziwa katika kituo cha afya cha Makole, katika hospitali kuu ya rufaa ya mkoa wa Dodoma, lakini pia tutaenda kugawa maziwa katika vituo vya kulelea watoto yatima vya Kisedeti na pia katika kijiji cha Matumaini. Mkuu wa wilaya ataongoza safari hiyo ambayo itaanza saa 4 asubuhi. Tarehe 1 mwezi wa 6 2020 ni siku ya kilele cha maadhimisho ya wiki ya maziwa duniani. Dunia nzima itakuwa inaadhimisha wiki ya maziwa. Nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana katika ukumbi huu
ambao utakuwa umesheheni mambo mbalimbali makubwa zaidi ya haya ambao hujawahi kuona kwa mwaka huu, ambayo yatakuwa yakiongozwa na mheshimiwa wetu Waziri wa Mifugo na Uvuvi, Mheshimiwa Ruhaga Johnson Mpina, katika kuadhimisha tukio hili ambalo litarushwa tena mbashara na televisheni yetu ya TBC na vyombo vingine. Tukio hili litaanza live saa 4 kamili. Niwakaribishe sana, tutakuwa katika ukumbi huu. Katika siku hiyo kazi mbalimbali za wafugaji wetu zitaonyeshwa, lakini pia kazi za bidhaa zinazozalishwa zitaonyeshwa mbashara, lakini wakati huo huo pia tutapata hotuba mwanana iliyosheheni maelekezo na mipango mbalimbali na mikakati ya kuendeleza tasnia ya maziwa hapa nchini na Wizara ya Mifugo kwa ujumla. Asanteni sana, niwashukuru sana kwa kuja, niwashukuru wadau wetu, niumshukuru sana mgeni rasmi kwa hotuba yake ambayo imejaa maelekezo na shashasha kwa ajili ya kusherehekesha hii wiki ya maziwa. Tunywe maziwa kwa afya, tunywe tuzalishe zaidi kwa afya na maendeleo ya nchi yetu. Maziwa hoye! Hoye! Wiki ya maziwa juu! Juu! Wadau mpo? Haya, mengi na vigelegele. Mtazamaji, huyu alikuwa ni Dr. Sofia Mlote, msajili wa bodi ya maziwa. Alikuwa akitoa ratiba ya namna jinsi wa maadhimisho haya wiki ya maziwa 2020 kitaifa Dodoma kwa njia ya elektroniki, lakini maadhimisho yenyewe yatakavyokuwa yanafanyika katika wiki hii ya maziwa, wakielekeza kwamba Tanzania tunywe maziwa kwa afya ya miili yetu, kutokana na kwamba ni kuboresha mwili pamoja na afya ya akili. Kuna protini nyingi, vitamini, madini, wanga, mafuta, maji na kadhalika, vyote vinapatikana katika maziwa. Lakini nimsikia naibu waziri wa mifugo na uvuvi Abdalla Ulega akisema unywaji wa maziwa unaweza kuongeza tija ya ukuaji wa mwili, na dhamira ya serikali ya awamu ya 5 ni kuhakikisha kuwa kila mwenye kipato, Mtanzania wa kipato cha chini anaongeza kipato chake na hadi kufikia kiwango angalau cha kati. Na dhamira nyingine ya serikali ni kuhakikisha uzalishaji wa maziwa ndani ya nchi katika kuboresha viwanda unafanyika ili kukuza viwanda vyetu vilivyoanzishwa na viwanda vikubwa. Na hata hivyo unywaji wa maziwa pia utamsaidia hata yule mfugaji mdogo kuhakikisha kwamba anakuza pato lake. Na ili kuweza kukuza viwanda vyetu vya ndani, ni kila mmoja wetu kuchukua nafasi yake kuhakikisha kwamba anakunywa maziwa na kununua bidhaa zinazozalishwa hapa nchini, na hii itasababisha kukuza uchumi wa taifa, kukuza uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini kuhakikisha kwamba viwanda vyetu vya ndani vinafanya vizuri. Lakini imeelekeza kwamba shuleni, kamati za shule bila shaka zimesikia. Kwa hiyo kufanya mchakato kuhakikisha kwamba maziwa yananunuliwa kupeleka mashuleni, na hii itasababisha pia uchumi wa nchi kukua. Niseme kutoka katika ukumbi huu wa Hazina hapa jijini Dodoma, sisi hatuna la ziada. Kwa niaba ya crew nzima iliyohusika kukuletea matangazo haya tukiongozwa na Chacha Sinda, mimi ni Victoria Patrick, nikushukuru wewe ambaye ndio mlaji wa matangazo haya. Mwananchi popote pale ulipo, tunakushukuru pia kwa kuwa nasi, na uendelee kutazama matangazo ama vipindi vinavyoendelea katika runinga yako ya TBC. Asante kwa kuwa nasi, kwa heri hadi mara nyingine.